Baada ya miaka mingi ya kupambana na kusota katika medani ya soka barani Afrika, hatimaye Tanzania imeandika ukurasa mpya wa fahari kupitia timu yake ya taifa, Taifa Stars, kwa kufuzu hatua ya 16 bora katika michuano ya AFCON 2025 inayoendelea nchini Morocco. Hii ni mara ya kwanza kwa Tanzania kufikia hatua ya mtoano katika historia ya michuano hiyo tangu ianze kushiriki. Kila Mtanzania amesikia fahari, kila shabiki wa soka ametabasamu, kila mdau wa michezo anajua hiki ni kizazi cha mabadiliko. Timu hii haikufika hapa kwa bahati mbaya, bali kwa mipango, nidhamu, maono ya viongozi, kazi kubwa ya benchi la ufundi na ari ya juu ya wachezaji waliovaa jezi ya taifa kwa heshima na moyo wa kizalendo. Katika hatua ya makundi, Taifa Stars waliweza kufunga bao katika kila mchezo waliocheza, jambo la kipekee na la kihistoria kwa nchi ambayo ilizoeleka kuonekana kama wasindikizaji kwenye michuano mikubwa kama hii. Hii ni timu iliyokuja kuvunja rekodi, kubadilisha fikra na kuonesha kwamba Tanzania nayo sasa ni sehemu ya wapinzani wanaotazamwa kwa hofu na kwa heshima. Wadau wa soka nchini wamekuwa mstari wa mbele kupongeza mafanikio haya. Miongoni mwa waliotajwa kwa mchango mkubwa ni Rais wa Shirikisho la Soka Tanzania TFF, Wallace Karia, ambaye tangu aingie madarakani amekuwa injini ya mageuzi ya soka nchini. Chini yake, Taifa Stars imecheza AFCON mara 3 mfululizo, imefikisha hatua ya robo fainali chani. Timu ya taifa ya wasichana chini ya miaka 17 imecheza kombe la dunia. Klabu za Simba na Yanga zimefikisha mbali michuano ya CAF na vituo vya kisasa vya kukuza vipaji vimeanzishwa Kigamboni na Tanga kwa wingi. Mafanikio haya hayana budi kutambuliwa kwa uzito wake. Kocha Miguel Gamondi, raia wa Argentina, ameanza kujenga imani mpya kwa wapenzi wa soka. Mbinu zake, nidhamu yake na namna anavyotengeneza wachezaji wake kisaikolojia na kimwili kumechangia kwa kiasi kikubwa mafanikio haya. Lakini wadau hawajasahau mchango wa kocha Hemedi Morocco aliyeiongoza Taifa Stars katika hatua ya kufuzu, akiwasha mwanga uliowezesha safari ya kihistoria hadi Morocco. Wakati tukisherehekea hatua hii, maono ya sasa yanahamia AFCON 2027 ambapo Tanzania itakuwa mwenyeji wa mashindano hayo. Huu ni wakati wa kuanza maandalizi ya haraka na makini kuhakikisha kuwa mafanikio haya ya 2025 yanakuwa msingi wa kujenga kikosi imara zaidi kilichojaa ushindani wa kweli nyumbani. Kwa mara nyingine, wito umetolewa kwa Watanzania wote kuweka pembeni tofauti zetu, kuungana kama taifa na kuwa kitu kimoja katika kuiunga mkono timu yetu ya taifa. Hii si tu timu ya mtu mmoja, ni timu ya Watanzania wote. Ni alama ya mshikamano wetu, ndoto zetu na matumaini ya kesho iliyo bora zaidi kupitia michezo. Pongezi kwa Taifa Stars, pongezi kwa viongozi, pongezi kwa benchi la ufundi na zaidi ya yote, pongezi kwa Tanzania kwa kuendelea kuwa wazalendo, kwa kuendelea kuiamini timu ya taifa ya Tanzania. AFCON 2025 imekuwa yetu, lakini AFCON 2027 ni jukumu letu. Tukiyashika haya kwa moyo mmoja, kesho tutaimba kwa nguvu moja. Hii ni Tanzania mpya kwenye ramani ya soka la bara la Afrika. Mtazamaji wa Kasako Media, usiache kutufuatilia katika mitandao yetu ya kijamii Instagram, Facebook, Twitter, tufollow kama Kasako Media. Kwenye YouTube channel yetu usisahau kusubscribe, like, share na kucomment ili uwe wa kwanza kupata taarifa mbalimbali za kimichezo na burudani. Kasako Media, tunaangazia maisha, tunaandika kesho.